Karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Israel imeweka kikomo kwa waandishi wa habari kuripoti huko katika ukanda wa Gaza. Israel imeweka vikwazo kwa waandishi wa habari ulimwenguni kurekodi na kuonyesha kinachoendelea katika ukanda wa Gaza, kama ambavyo imekataza kuonyesha yanayoendelea katika Israel, hasa baada ya kufanyiwa mashambulizi. Chama cha waandishi wa habari wa kigeni Jumamosi kilitaka Israel kuruhusu vyombo vya habari bila vikwazo ufikiaji wa Gaza bila mipaka kwa waandishi wa habari wa nje wanaofanya kazi kwa uhuru tangu vita hivyo kuanza mnamo Oktoba mwaka 2023. Tunatoa wito kwa Israel kukomesha ucheleweshaji usioisha, kuzingatia kanuni za msingi za uhuru wa vyombo vya habari na kuruhusu kuingia bila vikwazo kwa waandishi wa habari Gaza. Chama chenye makao yake mjini Yerusalemu kiliandika katika taarifa yake kuadhimisha siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani. FPA ina zaidi ya wanachama 350 wanaofanya kazi kwa vyombo vya habari vya kigeni nchini Israel na maeneo ya Palestina. Jumuiya hiyo ilikosoa Israel kwa marufuku ambayo haijawahi kushuhudiwa kuwazuia waandishi wa habari wa kigeni kuingia Gaza na kuuita uamuzi huo alama ya aibu kwa nchi inayodai kuwa kinara wa demokrasia. FPA ambayo imewasilisha rufaa kwa mahakama kuu ya Israel kupinga marufuku hiyo ilisema wanachama wake wanawasalimu wenzao wa Palestina ambao wanaendelea kuripoti habari juu ya hatari kubwa inayoendelea katika Mashariki ya Kati. Hata hivyo, vikwazo vya Israel vimezuia kwa kiasi kikubwa utoaji wa taarifa huru na kuwaibua walimwengu juu ya picha kamili ya hali ya Gaza, chama hicho kiliongeza. Chama hicho kimesema kwamba waandishi wa habari katika eneo la Mashariki ya Kati, hasa katika ukanda wa Gaza, hawapo huru katika kufanya kazi zao, lakini pia wamekuwa wakikumbana na mashambulizi na mauaji ya mara kwa mara. Vita vinavyoendelea katika ukanda wa Gaza ni kutokana na shambulizi lililofanywa na Hamas ambalo halikuwa haikutokea nchini Israel mnamo Oktoba 7 mwaka 2023. Waandishi wa habari wa kituo cha Marekani cha CNN ambao waliingia katika hospitali ya Shamba huko Rafah wanaendesha shughuli zao, na Umoja wa Falme za Kiarabu pia wanaendesha kazi zao kuanzia mwaka 2023. Waandishi wa habari walioruhusiwa kuingia Gaza, ambayo iko chini ya vizuizi vya Israel, walifanya hivyo na vikosi vya Israel. Ripoti zao zilikuwa chini ya udhibiti wa kijeshi, na ofisi ya haki za kibinadamu ya Umoja wa Mataifa katika eneo linalokaliwa la Palestina ilisema inaadhimisha siku ya uhuru wa vyombo vya habari, huku waandishi wa habari wa Palestina wakiendelea kuuawa na kujeruhiwa kwa kasi ya kutisha bila kuadhibiwa. Ofisi hiyo ilisema kuwa imethibitisha kuwa uhuru wa waandishi wa habari haupo kabisa kutokana na mauaji wa waandishi wa habari ambao wanafikia 211 katika ukanda wa Gaza tangu Oktoba 7 mwaka 2023, wakiwemo wanawake 28. Jeshi la Israel limewashutumu waandishi wengi waliouawa katika mashambulizi yake kuwa ni magaidi, wanachama wa makundi ya wapiganaji wa Kipalestina Hamas au wale kutoka Islamic Jihad. Mashambulizi ya Hamas dhidi ya Israel ambayo yalizuia vita yalisababisha vifo vya watu 1218, wengi wao wakiwa raia, kulingana na hesabu ya AFP na kulingana na takwimu rasmi. Kulingana na takwimu za Wizara ya Afya huko Gaza inayoendeshwa na Hamas, jumla ya vifo katika eneo hilo tangu vita vilipoanza ni zaidi ya watu 52,400. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo wakati huu. Ni kile ambacho kinaendeshwa na Israel kwamba haitaki kuwaona waandishi wa habari katika eneo la ukanda wa Gaza, huku wakiwawekea vizuizi hasa waandishi wa habari kutoka mataifa ya nje. Mtazamaji, endelea kuwa nasi na nikusihi tu usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.